yahsabu bijahlihi, kama alivyosema al-Imam Sa'di, yahsabu bijahlihi anna malahu akhladah ay fi dunya. Yahsabu, anadhani, bijahlihi, kwa ujinga wake. Mjinga huyu. Yahsabu, anadhani, bijahlihi, kwa ujinga wake, anna malahu akhladah, ya kwamba mali zake zitambakisha milele. Akhladahu, zitambakisha milele, akae hapa milele kwenye dunia hii. Ndivyo anavyodhani. Ndio maana Sheikh akasema bijahlihi, anadhani, ai bijahlihi, kwa ujinga wake. Kwa kuwa kama ni mali nyingi, wewe huna mali alizokuwa nazo nani? Qarun. Na yuko wapi Qarun? Hayupo Qarun. Allah amemwangamiza. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhim wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa. Anasemaje Allah kuhusiana na Qarun kwenye sura hii, suratul Qasas, ala ma yahdhuruni, aya 76. Inna Qaruna kana min qaumi Musa, hakika Qaruni alikuwa ni katika kaumu ya Musa alayhi salatu wassalam. Fabagha alaihim, akachupa mipaka kwa watu wake. Akachupa mipaka kwa watu wake. Kwa kufanya nini? Kwa kibri. Alikuwa na kibri, akachupa mipaka. Kibri na majigambo na fahari. Wa atainahu min alkunuzi, na tulimpa sisi Qarun katika hazina za mali kiasi kikubwa sana. Ma inna mafatihahu latanuu bil usbati ulil quwwa, kiasi kwamba funguo za hazina zake huwa ni nzito kwa wabebaji, hazibebwi illa na watu wenye maguvu. Latanuu bil usbati ulil quwwa, kuanzia watu 9 wanasema ahlul ilmi mpaka watu 10 ndo wanabeba funguo za hazina za Qarun. Funguo zake ni hivi. Vipi hizo hazina zake sasa? Ikiwa funguo za kufungulia kufuli ya hazina zake zinabebwa na watu wenye maguvu 7, 9 mpaka 10, kwa maana watu walokula wakashiba. Watu waliokula wakashiba, watu wa ugali, wadona. So hawa watu wa Dar es Salaam wakula chips, watu wa dona zito, watu wenye maguvu na kusudia. 9 mpaka 10 wanabeba funguo za hazina zake. Vipi hizo hazina zenyewe? idh qala lahu qaumuhu, pale waliposema watu wake kumwambia yeye, wakiwa wanamnasihi, wakimtahadharisha juu ya kupituka kwake mipaka, kwamba huko anakokwenda mwenzetu siko. La tafrah, usifurahi, usijifakharishe kwa dunia hii, ikakufanya dunia hii ukapumbazika kutokamana na akhera. Inna Allaha la yuhibbul farihin, mpaka mwisho wa maelezo haya. Yuko wapi Qarun? Allah anasema fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha, tukamdidimiza.
Qarun tukamdidimiza yeye na nyumba yake ya kifahari, tukamdidimiza ardhini kwenda chini huko na jumba lake. Yameishia wapi maishilio ya Qarun? Kwenye maangamivu. Kwa hiyo mali na wingi wake si sababu ya kwamba wewe utaishi milele hapa. Waliishi kina Qarun na kina Haman na kina Firaun. Uko wapi? Yahsabu, anadhani, ay bijahlihi, kwa ujinga wake, anna malahu, ya kwamba zile mali zake, akhladahu, zitamweka hapa kuishi milele. Kama kuna wa kuishi milele angelikuwa mtume mnani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bora wa walimwengu, kipenzi cha Allah. Lakini bado Allah anamwambia, wama ja'alna libasharin min qablika alkhulda afa imitta fahumul khalidun, na wala hatujajaalia sisi kwa binadamu yeyote katika wale waliotangulia kabla yako ya kwamba watakaa milele hapa duniani. Hilo hatujalijaalia, hatujajaalia hilo kwamba kuna fulani atakaa milele. Hilo jambo halipo. Kama utakufa wewe Muhammad, watakaaje milele wao? Inna wewe ndio kipenzi changu. Kama kuna aliyestahili kukaa milele, singelikuwa ni wewe. Na yeye tayari Allah anamtangazia kifo, innaka mayitun wa innahum mayitun. ظاهر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. Allah anamwambia hakika wewe ni mfu mtarajiwa, innaka mayitun, Muhammad hakika wewe ni majiwa, wa innahum mayitun, na wao ni maiti watarajiwa. Kwa hiyo utakufa na wao watakufa. Na aya nyingine akasema, wama Muhammadun illa rasul, hakuwa Muhammad isipokuwa ni mtume tu. Qad khalat min qablihi ar-rusul, walishapita kabla yake mitume wengi. Hawapo. Hayupo Musa, hayupo Daud, wala Yunus, wala Suleiman, wala Dhulkifli, wala Shuaib alayhimus salam. Qad khalat min qablihi ar-rusul, na wameshakufa. Na huyo Muhammad naye, afa imata, ikitokea amekufa, au kutila, au ameuawa, moja katika mawili, kafa vitani au kafa nje ya vita, je, mtarudi nyuma nyinyi kwa visigino vyenu? Maana yake Muhammad atakufa. Na ndio maana al-Imam Shafi'i rahimahullah alipopata habari kwamba wako watu mahasimu wake walitamani Imam Shafi afe, na kuna wengine walikuwa wakimwambia dua kwenye sijda afe al-Imam Shafi'i. Husda za wanazuoni wao kwa wao, hasadi zipo tangu zamani, hasadi zipo tangu zamani, hasa kutoka kwa aqran, wale ambao mko kwenye daraja moja. Hasadi zao ni mbaya sana, ima daraja moja kwenye mali, daraja moja kwenye wanafunzi, daraja moja kwenye ushekhe, daraja moja kwenye da'wa. Hutokea hasad mpaka walimhusudu al-Imam al-Harawi. Al-Imam nani? Al-Harawi rahimahullah. Njia gani walimfanyia katika hasad? Hasadi yao ilivyopea, aliumwa uimamu, wakaenda wale mahasimu wake kwenda kumtembelea. Ukafika mpaka nyumbani kwake, ukamsalimia, vipi hali, hujambo, unaendeleaje? Basi inshallah utapona. Wamekwenda na sanamu,
sanamu lile wakaliingiza chini ya mchago, chini ya mto. Imamu hajui maskini, salimiana watu wao wametoka sawa. Wakaenda kwa Amir al-Mu'minina. Al-Amir, una habari yule shekhi wako unampenda, sisi tunamuona tangu zamani vile kwamba yuko vizuri, jamaa yako anaabudu masanamu. Harawi anaabudu masanamu. Tumeliona sanamu chini ya mchago. Akatuma askari wake kwenda kupekuliwa, sanamu laonekana. Imamu anashangaa, hili au sanamu wewe? Lakini baadaye ikabainika kwamba ilikuwa ni njama tu. Naona hasadi ilivyopelekea, yani mpaka wamkufurisha mwenzako kwamba huyu anaabudu masanamu. Anaabudu masanamu na mushrik kama kina Abu Jahl. Yaani umemtoa kwenye daraja kwamba huyu ni alim, sheikh kadha wa kadha, rajuluddin, mpaka kuwa ni mushrik mithli Abi Lahab na Abi Jahl na Al-Walid ibn al-Mughira. Hasadi imepea kabisa. ظاهر. المهم Imam Shafi'i rahimahullah akasema maneno baada ya kupata habari zile kwamba wako watu wanatamani ufe. Akasema tamanna rijalun an amuta, wametamani baadhi ya watu mimi nife, wa in amut, na ikitokea mimi nimekufa, fatilka sabilun lastu fiha biauhadi, hiyo ni njia, siko peke yangu kwenye hiyo njia, tuko sote. Kuna kutangulia tu na kuchelewa. Fulani katangulia mbele ya haki, katangulia. Na wewe pia utakuja kuambiwa fulani katangulia mbele ya haki, na utatangulia. Na aliyekutulia habari kwamba fulani katangulia, na yeye atakuja kutangulia kwa wale nyuma yake, fulani katutangulia. Fatilka sabilun lastu fiha biauhadi, hiyo ni njia, siko peke yangu, sote tutakufa. Maana yake ndio hiyo. Sasa mtu asidhani kwamba kwa mali zake alizokuwa nazo zitambakisha milele. Na hivi ndivyo zinavyowaghuri mali, ndivyo zinavyowaghuri na kuwadanganya. Mpaka akasema msemaji, wa man biduniyahu ishtaghal qad gharrahu tulul amal wa lam yazal fi ghafalat hatta dana minhu al-ajal. Wa man biduniyahu ishtaghal, na ambaye anajishughulisha na dunia yake, ana miradi hii, ana miradi ile, mara kafungua hiki, mara kaanzisha kile, mara kashughulishwa na hiki, mara kaingia kwenye kilimo, mara katoka kaingia kwenye ufugaji, mara anaona pia kuna fursa fulani sehemu fulani kwenye madini, katia mkono wake, mara kashughulishwa kwa dunia. Qad gharrahu tulul amal, amedanganywa na urefu wa matarajio yake, kama nitakuja kuwa hivi, baadaye nitakuja kuwa hivi, baadaye nitakuwa hivi, ndani ya miaka kadhaa nitakuwa nishapiga hatua, niko hivi. Matarajio yale yanamdanganya. Kwani hatuambiwi na wale washairi kwamba kam wa kam jama'u wa ma akalu, wangapi na wangapi wamekusanya wala hawakula, wangapi na wangapi wamekusanya wala hawakula. Akalu wa ma shabi'u, wamekula lakini wengine hawakushiba. Wenyewe wanasema wamechuma juani, sasa wamekaa kivulini. Kwa wamekaa kivulini kutaka kula alichokichuma juani, afa. Kabaki tu kwa jamani, marehemu jumba lake lile jikasri alikuwa ameazimia wiki hii ahamie, amekufa. Sasa jamani, sisi twashauri wana ndugu, basi angalau msiba uwe kule kwenye kasri lake,
angalau aingizwe kwenye jumba lake kwanza hata kwa nusu saa, alafu atolewe akazikwe. Maana yake anashindwa kuishi ile nyumba akiwa yuko hai, anakwenda kuishi ile nyumba ni maiti. Wako hawako watu hawa? Wako. Wamejenga hawakukaa. Wanasema banu wama sakanu, wamejenga hawakuishi. Saru wama raja'u, wamekwenda hawajarudi. ومن بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل ولم يزل في غفلات, na hatoacha kuwa huyu yuko kwenye mughafala na kughafilika na akhira. Hata dana minhu alajal, mpaka ajali yake ikamkaribia, kifo chake kikamjia, yeye bado anatangatanga na ulimwengu. Fursa, anaangalia fursa dhahiri. Kwa hiyo asidhani mtu kama mali zake anazozichuma matarajio yake yatamweka milele. La, wewe unafanya na Allah anafanya, na hayawi illa ayatakayo yeye subhanahu wa ta'ala. Ndio maana tukaambiwa ifanyie kazi akhira yako kana kwamba utakufa kesho. Fanyie kazi akhira yako kana kwamba utakufa kesho. Wengine akakwambia ukiswali swala basi swali vizuri, huenda ikawa swala yako ya mwisho. Huwezi jua. Yahsabu bijahlihi anna malahu akhladahu, ya kwamba mali zake zitamfanya aishi milele. Akasema Imam Saadi fi dunya, katika dunia hii. Falidhalika kana kadduhu wa sa'yuhu kulluhu, na ndio maana jitihada zake na mbio zake zote fi tanmiyati malihi, katika kukuza mali zake. Huyu mtu haangaliwi vizuri na sharia, hususan ambaye anayafanya haya alafu hana habari na masuala ya dini. Hususan huyu anazingatiwa ni yule ambaye ameshughulishwa kwa kiasi kikubwa, kiasi kwamba hadiriki kukaa na kusoma dini ya Kiislamu, kuifanyia kazi dini, kuishughulikia dini. Yeye na dini ni vitu viwili tofauti. Dini inaelekea mashariki, yeye anaelekea magharibi, wamepishana. Shattana baina musharriqin wa mugharribin. Anasema sirtu mugharriban wa sarat musharriqatan, mimi nimeelekea magharibi na yeye kaelekea mashariki. Shattana baina musharriqin wa mugharribi, wako tofauti hawa, baina anaelekea mashariki na anaelekea magharibi, hawa wako tofauti. Kwa hiyo huyu anahisi kwamba dini wala yeye hataulizwa, dini ni ya watu wengine, wale watu wa kanzu wale kauliza mambo ya dini. Mimi ni mtu wa kazi, mimi ni mtu wa miradi, mimi ni mtu kuangalia fursa, hii mambo kuswali baadaye. Anadhani kwamba atakuja kupata fursa huko uzeeni aje aswali. Hana habari na kuswali, hana habari na kusoma dini. Akili yake inamwambia wewe bado kijana, tumia kwanza ujana wako huu, alafu ukija kufika kwenye marhala ya kukaa msikitini utakuja kukaa msikitini kama vile wale watu wazima. Kakaa mtu mzima kaegemea ukuta anasubiri isha, utafikia leo. Sasa ni muda wa kuchuma huko. Nani alikwambia utafika huko? Watoto wanakufa, watu wazima wanakufa. Alladhi yadhunnu annahu yanmi umrah, ni yule ambaye anadhani ya kwamba mali yake itamzidishia umri wake. Walam yadri
na wala hakufahamu anna al-bukhla yaqsifu al-a'mar, kwamba ubakhili yaqsifu al-a'mar, unapunguza umri, wa yukharibu ad-diyar, na unaharibu miji, wa anna al-birra yazidu fi al-umri, na kwamba wema, utoaji unazidisha katika umri wa mtu, unatia baraka katika umri wa mtu, kama ilivyokuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anayetaka kuzidishiwa umri na kutiliwa baraka katika riziki zake, faliyasil rahimahu, basi na aunge udugu wake. Na miongoni mwa kuunga udugu ni kutoa mali kwa wasaidia ndugu zako. Haya ni miongoni mwa ya kuunga udugu. Miongoni mwa vinavyounga udugu, silatul rahim, al-infaq, kutoa kumsaidia ndugu ambaye anahitaji msaada. Hayo ni katika makubwa ya kuunga udugu. Kwa ukitaka uzidishiwe umri, unga udugu wako. Na udugu wako ni jamaa wa baba yako, mashangazi na watoto wake. Mashangazi na watoto wao, maami, mababa wakubwa na mababa wadogo na watoto wao. Tumeelewana vizuri hapo? Kadhalika upande wa mama wako, wajomba na watoto wao, mama wakubwa na mama wadogo na watoto wao na watoto wa watoto wao. Wote hawa ni arham. Baba yako ana pande mbili, ana kuliani kwake, ana kuukeni kwake, kote huko. Na mama yako kadhalika ana kuumeni kwake na ana kuukeni kwake, kote huko. Hao ni ndugu zako. Na haya yameondoka na wazee wa zamani. Wazee wa zamani walikuwa wanachukua watoto, wanaishi nao, hasa wale walikuwa na fursa na uwezo kiasi fulani. Anapiga simu, bwana mjomba, yule kijana yule lete huko, huo atakusumbua, mlete hapa. Utakuta nyumba kuna timu, vijana wa kiume wapungui 7, 8, 9, 10, mabinti nao wako kama 20, 12, yuko nao wanasoma, wanafanya, wako chini ya himaya yake. Huyu mtoto wa dada yake, yule mtoto wa mjomba wake fulani, mtoto yake fulani. Wazee wa zamani walikuwa wakifanya haya yalikuwa yanasaidia kuunga udugu kwa kiasi kikubwa. Kuna wengine walizaliwa baadaye, washakuwa wakubwa, ndio wanaambiwa, mimi sio baba wako mzazi yule kule, tutakwenda kumtembelea, huyu ndio baba yako mzazi. Lakini amekuwa mpaka amekuwa kwenye marika, hajui kwamba yule ndio baba yake mzazi. Haya yamekwisha kama yako labda kwenye 100 kuna 2 kwa sasa hivi. Ilikuwa ikifanywa na wazee wa zamani, na ilikuwa na maana pana katika kuunga udugu. Ninyi watoto wadogo hapa wengi wenu, lakini watu wazima kina mzee mzee Salim, Abu Hajra, wale huenda wanafahamu haya. Lakini sasa hivi hali imeondoka. Bali wazee wa zamani walikuwa wana tabia, wanazunguka na watoto wao. Wapi baba, tunakwenda wapi? Baba, tunakwenda kule, kuna mjomba wenu kule. Mama yako anakupeleka, hapa ni kwenu, huyu mjomba wako. Siku hizi watu hawaonani mpaka kwenye misiba au harusi. Ndio watu wana, jamani msiondoke, tutambulishane hapa. Tutambulishana hapa leo hii msibani. Wewe unamjua huyu? Hamjuani. Wewe unamjua huyu? Dunia imekwisha jamani, hawajuani hao. Dunia ni ile ile, wala haijakwisha. Watu ndio wamekwisha, wenye utu wao. Kama alivyosema Imam Shafi'i, nuaibu zamanana wal aibu fina. Tunaitia aibu
tunazitia aibu zama zetu, wakati aibu sio za zama, aibu ni zetu sisi. Wama li zamanina aibun siwana, na wala zama zetu hazina aibu zaidi ya kwamba aibu ziko kwetu. Nahju dha zamani bighairi dhambi, tunazishambulia zama pasi na dhambi lolote. Walau nataqa zamanu lana hajana, na lau zama zingelipewa mdomo wa kusema zingetushambulia na sisi, lakini hazisemi maskini zama. Dunia imekwisha, hii haijakwisha. Mbingu ni ile ile, ardhi ni hii hii. Almuhim, kutoa pesa yako kwa ajili ya kuunga udugu ni katika yanayokuza umri, na kuwa ni mbakhili wa mali ni katika yanayopunguza umri. Haya ndio aliyosema Sheikh As-Saadi. Walam yadri anna al-bukhla yaqsifu al-a'mara wa yukharribu ad-diyara wa anna al-birra yazidu fi al-umri. dhahiri. Yahsabu anna malahu akhlada, inafaa pia wanasema baadhi ya ahlul ilmi jumla hii ikawa haina mafungamano na yaliyopita, ikawa ni jumla musta'nafa, istinafan bayaniyan jawaban li su'alin muqaddar. Ni kama jumla inayoanza upya. Jumla hii iwe ni jawabu ya suali lenye kukadiriwa, kana kwamba kuna mtu anauliza huko, ma baluhu, ana nini huyu? Nani? Imeanza wailul likulli humazati allumaza alladhi jamaa malan wa addada, alikusanya mali akawa anazihesabu mali zake kwa ufahari, sio hivyo? Sasa anakuja mtu anauliza, ma baluhu yajma'u almal wa yahtamu bihi, ana nini huyu jamaa sasa mwenye tabia hizo? Msengenyaji, mla nyama za watu, mramba visogo, anajumuisha mali na kuzikusanya na kuzihesabu. Kwa nini anafanya hivyo kwenye mali zake? Anatilia umuhimu sana kwenye mali. Kwa nini? Jawabu linakuja, yahsabu anna malahu akhlada, ni kwa sababu huyu bwana anadhani eti ya kwamba mali zake zitamfanya aishi milele. Kwa ikawa ni jumla musta'nafa istinafan bayaniyan jawaban li su'alin muqaddar, taqdiruhu ma baluhu yajma'u al-mala wa yahtamu bihi, jawab yahsabu anna malahu akhlada. dhahiri. Anasema subhana, kalla la yumbadhanna fil hutama. Kalla, kalima hii au harfi hii harfu zajrin wa rad'in, ni herufi ya kukemea. Kalla, unasema kalla katika lugha ya Kiarabu, kamwe kamwe, kalla, kwa maana laysa al-amru kama za'am, jambo halipo kama anavyodhania huyu, kama anavyodai, wala kama hasiba, jambo halipo kama anavyodhania huyu. La yumbadhanna, al-Imam Sa'di la tafsiri la yutarahanna, atatupwa. La yumbadhanna maana yake la yutarahanna, atatupwa fil hutama, katika moto wa hutama. Na kalla ina maana mbili, ima hii tuliyotamka hapa kwamba ni harf zajrin wa rad'in, herufi ya kukemea na kumrejesha mtu nyuma, sivyo hivyo. Au kalla kwa maana ya haqqan, ni haki kabisa. La yumbadhanna fil hutama, atatupwa kwenye hutama, haki kabisa huyu atupwe kwenye hutama. Kwa imma ina maana ya haqqan, nini hiyo? Kalla,
au kalla iwe na maana ya harfu zajrin wa rad'in dhahiri. la yumbadhanna, an-nabdhu imetumika la yumbadhanna, yumbadhanna. Kuna misisitizo mitatu hapa. La yumbadhanna, kuna lamu iliyokaa baada ya alqasam almuqaddar, kiapo kinachokadiriwa, kana kwamba Allah amesema wallahi. Qasam hiyo ambayo ni katika muakkidat vinavyotia taukidi katika jumla. Alafu kuna lam iliyokaa mahala pa alqasam muqaddar ambayo pia ni muakkid, inatia nini? Sisitizo. Alafu kuna nuni taukidi athqila. Kwa hiyo kuna muakkidati tatu. Kwanza wallahi, kiapo kinachokadiriwa. Alafu kuna lamu inayokaa ya sehemu ya kiapo kinachokadiriwa ambayo pia nayo ni taukid. Alafu pia kuna nuni taukidi thaqila. Kuna misisitizo mitatu. La yumbadhanna, tunaweza tukasema hivi, atatupwa, atatupwa, atatupwa huyo katika hutama dhahiri. An-nabdhu imetumika lugha an-nabdhu, la yumbadhanna. Nabdh, nini nabdh? wanasema ulama at-tarhu lish-shay'i wal-ilqa'u bihi ma'a at-tahqiri wat-tasghir min sha'nihi, ni kukitupa kitu. An-nabdhu kama kwenye Qur'ani pia imekuja fanabadhuhu, fanabadhuhu waraa dhuhurihim, wakakitupa kitabu cha Allah nyuma ya migongo yao. Utupaji huu ni utupaji naam wa dharau, utupaji wa kidharau. Kwa hiyo huyu hatojaliwa, hatojaliwa huyu na Allah. La yumbadhanna, atatupiliwa mbali kwa kudharauliwa. Fil hutama, katika hutama. Na hutama imetokamana na al-hatm. Al-hatm ni kasru shay bi shiddatin wa quwwa, ni kukivunja kitu kwa nguvu. Hatm ni kukivunja kitu kwa nguvu. Hatm ambayo imetumika neno hutama. Unasema kilugha, hadha rajulun hutama, huyu ni mtu hutama, kwa maana akiwa ana mabavu na nguvu kuwavunja vunja wenzake. Rajulun hutama. Na moto ukaitwa hutama kwa maana ni moto ule ambao tuhatimu kulla shay'in yulqa fiha, unavunja vunja kila kitu kitakachotupwa ndani yake. Na wako waliosema moto umeitwa hutama hapa liannaha tuhatimu al'idhama wa tukassiruha, kwa sababu unavunja vunja mifupa ya watakaotupwa kwenye moto huo wa jahannam. Wa tukassiruha, unavunja vunja mifupa. Nakumbuka Ali bin Abi Talib alipotaka kumuoa Fatima bintu Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma, Mtume alimuuliza, "Ushampa mahari?" "Sina mahari." Mtume akamuuliza, "Aina dir'uka al-hutamiyya?" Hutamiyya, aina dir'uka al-hutamiyya, iko wapi ngao yako hutamiyya? Imeitwa hutamiyya kwa kuwa inavunja vunja kitakachokuja juu yake, zile wanazovaa kwenye mikono yao. Mtu akipiga panga akikeka hii panga linakatika lenyewe, sababu dir'a hutamiyya inavunja vunja, hii haibakishi silaha kwa umadhubuti wake. Ad-dir'a al-hutamiyya ndio hutama hiyo dhahiri. Alafu Allah anaukuza moto huu
kwa istifhamu ambayo inafidisha ta'dhim, anasema wama adraka mal hutama, kipi kitakujulisha Muhammadi nini hutama? Unajua hutama wewe? Kipi ambacho kitakufanya wewe uijue hutama? Yani hutama ina shani kubwa, moto wa hutama ni moto balaa. Kipi kitakujulisha nini hutama? Swali halihitaji jawabu. Alafu Allah anauzungumzia huko mbele narullahi almuqada. Kwa hiyo tafsiri hii narullahi almuqada tutakuja kuisoma darasa lijalo biidhnillah alkarim. tushireni hapa. Adhini muadhin.